Hii ni Mkisi Media. Subscribe kwa simulizi kali za viwango. Jiunge na familia ya Mkisi Media leo kwa kugusa alama like, subscribe na kengele. Gilizani sehemu ya pili. Dereva wa gari kubwa lililosababisha ajali usiku ule alikimbia na kutokomea gizani. Lori lililojaa mizigo liliondoka likiendelea na safari lisijulikane wapi linakoenda. Dereva bila hata kujua kwa ndani ya shehena ya turubai kulikuwa na mwili wa kichanga, mtoto wa Jane. Jane mwenyewe alibebwa na wasamaria wema baada ya mtoto wake Lisa kupiga mayowe ya kuomba msaada. Walimpeleka hospitali akiwa hajitambui, damu zikimchuruzika usoni. Maia aliporejea fahamu hospitalini, aliamka na kwa maumivu makali moyoni. Alielekea kitandani alikolazwa mtoto wake wa kike aliyebaki. Alimshika mtoto wake kwa upendo, machozi yakimtoka, lakini kabla hajamnyanyua aligundua kuwa mtoto hakuwa tena na pumzi. Tayari alikuwa amepoteza maisha. Maia alipiga kelele za maumivu, "Mwanangu, mwanangu jamani!" Akirudi kinyumenyume. Kwa mshtuko akateleza na kuangukia katika eneo la kuosha vyombo katika chumba kile. Akapoteza fahamu tena. Maskini Maia alipozinduka baadaye, akili yake ilikuwa imeshatingishika. Alianza kupayuka. "Toto angu mimi afa, alala giza hapa mimi," huku akiwa anatoka nje ya hospitali na tusijue wapi anakoelekea. Hii ilimaanisha kuwa Maia alikuwa tayari kashapatwa na uchizi, yaani kawa mwenda wazimu. Wakati huo gari la mzigo lilifika sehemu ambayo ilikuwa na wigo, yaani geti kali. Ilipiga honi na kuruhusiwa kuingia ndani. Gari hiyo ilishusha mzigo mkubwa wa turubai. Baada ya kushusha, liliuacha pale na dereva akawasha ndinga yake na kuondoka. Asubuhi na mapema, dada Mwaji, kama ilivyo asili ya wanawake wa Kiafrika, kuosha vyombo, kupiga deki ni jambo la kawaida. Usafi kwanza kwa mwanamke. Dada Mwaji alikuwa akifanya usafi. Ilifika hatua akatoa vyombo vyake nje, akaanza kuvikosha. Ghafla alipokuwa akivikosha vyombo vyake, alisikia kilio cha mtoto kutoka kwenye rundo la turubai. Kwa mshangao na kutahamaki, alijifuta mikono na kukimbia kule alikusikia sauti. Alipoyafunua maturubai, maskini alimkuta kichanga mdogo akiwa uchi, mwili ukiwa baridi na uso umejaa vumbi. Mtoto huyo alilia kwa sauti kali, sauti iliyopenya hadi moyoni mwa Mwaji. Mwaji alipigwa na butwaa. Mtoto gani tena huyu jamani? Ametoka wapi kwenye mzigo wa turubai? Mwaji hakuchelewa, akachukua simu yake iliyokuwa pembeni mahala pale alipokuwa akiosha vyombo na kumpigia dereva wa gari lile ambalo lilileta turubai jana usiku, lakini dereva hakupokea simu wala kutoa ushirikiano wa aina yoyote. Mwaji alijikuta amechanganyikiwa, hakujua afanye nini. Kilio cha mtoto kilizidi. Alipojaribu
kumwangalia, aligundua kuwa kuna kidonda kigumu nyuma ya mgongo wake. Mawazo yalimjaa Mwaji. Anajiuliza apige simu polisi, ampeleke hospitali. Hatimaye akaamua kuanza kumpeleka mtoto kituo cha polisi, ndipo mambo mengine yakaendelea. Aliandaa begi lake na kumfunika mtoto kwa kitambaa cheupe. Akasimamisha bajaji njiani. Bajaji, nipeleke kituo cha polisi tafadhali. Dereva, kijana wa bajaji, Jeremia, mrefu mwenye umbo fulani vidogodogo, akafunga zipu ya koti na kuipa bajaji moto mpaka kituoni. Njiani ilitanda kimya kizito, kila mtu akiwaza mawazo yake. Walipofika mita chache kutoka kituoni, Jeremia alisimamisha bajaji yake, maana kituo kilikuwa karibu kabisa na barabara. Jeremia akamwambia dada, tumefika. Lakini mwanadada alikuwa hasemi kitu chochote, bali kulitanda utulivu tu. Zaidi zisikika tu kelele za magari nje zilizokuwa zikiipisha bajaji. Jeremia alishitushwa na ukimya huo. Alipotazama nyuma, alimkuta Mwaji amelala na wala hatoi sauti. Alipomgusa, Mwaji hakuwa na uhai tena. Hali ya hofu ikamjaa Jeremia, akijiuliza maswali. Huyu mwanadada vipi? Mbona ananiletea matatizo? Nifanye nini sasa? Nimpeleke polisi? Nitaeleza nini? Kwa hofu, Jeremia aliwaza sana. Akawasha bajaji yake na kugeuza tena. Akatembea hatua kadhaa, kisha akasimama sehemu ya kituo wanakopandishaga abiria. Akakaa akitafakari sana. Alipokuwa akitafakari, ghafla ilisikika sauti ikimwambia, dereva, naomba nipeleke Biharamulo ya kati. Jeremia akamwambia mteja yule, hapana, samahani, bajaji hii kuna mteja anamsubiri, tafadhali naomba tafuta nyingine. Basi mteja hakuwa na hiana, aligeuka na kutazama bajaji nyingine. Jeremia aliwaza sana, akimtazama mwanadada Mwaji asimpatie majibu. Wakati huo mtoto kichanga alikuwa amelala usingizi pofofu, usingizi murwa. Basi hapo Jeremia akachukua maamuzi ya kwenda kwanza nyumbani kwake, mahali ambapo alikuwa amepanga. Akawasha bajaji yake, safari ikaanza. Akafika nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, aliwaza, je, akimwacha Mwaji ndani itakuwaje? Majirani wengine watamchukuliaje? Basi haraka akafunga zipu ile ya bajaji ili kuzuia mtu yoyote asione ndani. Akaingia ndani, akaangalia pembeni kwenye kona fulani hivi ya nyumba. Akaona kulikuwa na spedi wanaita chepe na jembe dogo. Akavichukua akavipakiza kwenye bajaji. Haraka akawasha bajaji na kuelekea porini, huku akimlaumu sana Mwaji, akimwambia kwa nini amekuja katika maisha yake kumletea matatizo. Hajawahi kufikiria kama ataweza kupitia tukio gumu kama hilo. Basi alikwenda porini, akachimba shimo na kumzika Mwaji haraka karibu na kichaka. Wakati huo ulikuwa tayari usiku umeshaingia. Alimlaza Mwaji bila mtu yoyote kujua. Usiku ule akiwa na wasiwasi mwingi, alirudi kwenye bajaji akiwa na mtoto mchanga. Jeremia alimweka mtoto kwenye kijikasha cha bajaji yake. Kila alipomsogelea mtoto huyo
alikuwa akilia kwa kilio cha huzuni. Jeremia alijaribu kila mbinu kumtuliza, wakati huo akiichoma bajaji kuelekea nyumbani. Nakumbuka ilikuwa si bajaji yake, ilikuwa ni bajaji ya bosi. Basi Jeremia kwa haraka alikwenda akapeleka marejesho na kuirudisha bajaji, kisha akarejea na mtoto wake. Wakati huo akaenda kununua maziwa akampatia. Alipoulizwa alisema mtoto mama yake amemwacha na haijulikani wapi alikoelekea. Basi kesho yake asubuhi na mapema, Jeremia aliendesha bajaji yake hadi kwenye dampo la mtaa wa Kimaswe, dampo lililojaa taka chafu, mifupa ya wanyama, kunguru wakila mizoga, mbakoko wakidurusu kila kona, wakidokoa vipande vya nyama vilivyooza. Jeremia alisimama pembeni ya dampo, akamwangalia mtoto yule kwa huzuni. Kilio cha mtoto kilikuwa kama kinamuuliza, kwa nini unanifanyia hivi? Jeremia alibubujikwa na machozi huku akisema, samahani mdogo wangu, sina la kufanya. Dunia hii haina haki, nadhani hapa patakufaa. Akafungua kijikasha na kumrushia mtoto katika dampo la takataka. Mtoto aliangukia kwenye kijipipa katika pipa lililokuwa na taka za vyakula na mifupa. Mbokoko wawili walimiminika wakavizia upande ule. Kunguru wakapaa juu wakirukaruka, harufu ya uchafu ikichoma pua. Mbwa mmoja akamrukia mtoto, lakini ghafla mwanamke mmoja aliyekuwa kichaa, nywele zake zilikuwa zimechafuka sana. Ukimtazama vizuri, mwanadada huyu alikuwa ni mwanadada au mwanamama Maia ambaye alikuwa akipita maeneo yale. Maia aliposikia kilio cha mtoto, akili ya mama ilimrudi. Moyo wake ulipiga mbio, akashtuka, akasogea mahali pale, akaona mbwa akimsukuma mtoto huku akiwa ameng'atilia mguu mmoja. Maia akachukua jiwe na kuanza kumbonda mbwa yule akimtaka mwachie. Mbwa yule alikuwa mkali sana, akamwachia mtoto na kuanza kumfukuzia Maia, lakini Maia akili haikuwa sawa. Yeye mbwa alipokuwa akimfukuzia, yeye alikuwa anamfuata mpaka mbwa yule akaogopa. Basi Maia akaenda akamchukua mtoto. Kwa machozi Maia alimkumbatia akisema, wanangu, unisubiri hapa wanangu. Maia kwa sauti ya kugusa moyo akimbembeleza mtoto yule, huku mbwa akidurusu kuendelea na kutafuta kudra zao ambazo kilikuwa chakula na mifupa na uchafu uliokuwa mahali pale. Basi sehemu ya pili ilikuwa ikiishia hapo. Usisahau kusubscribe. Je, sehemu ya 3 itakuwaje?